Summit ile, kwanza naomba niwakumbushe kwamba siku ile ile ya summit tuliweza kusaini mikataba mitatu. Kulikuwa kuna mikataba ya ujenzi wa bandari wa Mpiga Duri ambao sasa hivi inaendelea, ujenzi wake unaendelea. Kulikuwa kuna mkataba wa mwanzo wa carbon credit kwa upande wa Zanzibar ulisainiwa siku ile, na mradi huu tayari unaendelea kupitia ofisi ya makamu wa kwanza rais ambaye anasimamia masuala ya mazingira pamoja na uchumi buluu. Lakini mkataba mwingine uliosainiwa pale ulikuwa ni baina ya taasisi tatu kuweza kusimamia na kuhakikisha kwamba minara yetu ya kuongoza meli ambayo iko pale Zanzibar inakuwa ni sehemu ya kuleta tija kwa wananchi wanazunguka maeneo yale, na inatumika kama ni kivutio, kama ni sehemu ya biashara, na hilo limefanyika. Kwa upande wa miradi, nilikupeni historia kidogo. Baada ya kuingia serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ZIPA ilianza kusajili miradi 98 ambapo awali haikuwahi kusajili miradi hiyo. Ikasajili miradi 99, ikasajili miradi 105, ikasajili miradi 128, afu ikasajili miradi 135 katika kipindi cha mwaka 2025. Miradi hii 135 ilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 750. Sasa kitu kizuri ni kwamba baada ya summit ile, katika miradi 135 yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 750, miradi yenye thamani zaidi ya dola 430 ilisajiliwa Pemba. Hii kufanya zaidi ya 55% ya thamani ya miradi iliyosajiliwa katika kipindi cha mwaka 2025 inakwenda kuwekezwa Pemba. Kwa hivyo hii ni faida kubwa iliyopatikana katika summit ile ya mwanzo ambayo imefanyika Pemba.